mkono wako yani mnafikia mambo so ile mambo. Habari zenu? Salama sana. Kwema. Wapendwa, mimi naitwa Apostle Joseph, nimetokea katika kijiji cha Lungalunga, na kufika huku ni wito wa Mungu ambao nimetuma mahali huku, na pia kijiji hiki kiko na shida sana. Najua labda pengine mnashangaa kwa nini tunasema kijiji kiko na shida. Katika kijiji chenu kunao watu ambao wanasumbua hicho kijiji. Kwa hivyo ninawaomba, ninawasihi, nitakuwa hapa zaidi ya muda wa siku 7 kwa ajili ya maombi katika kijiji chenu. Naamini mtafunguliwa. Kwa hivyo umesema wewe ni pasta? Mimi ni pasta. Umesema umetumwa? Nimetumwa, tena nimetumwa na wito wa Mungu. Kwa hivyo kupitia hili, kama vile Musa alitumwa na Mungu kwenda kuokoa wana wa Israeli, basi leo nimefika kwenu, na katika kijiji hiki naamini kuna ukombozi mbele yenu. Inuka itafanyika, na hakuna maneno atakayoinuka juu ya kijiji hiki itafanyika kwa pia. Niletewa pasta leo makubwa. Haya, sawa ndugu, karibu kwenye kijiji chetu. Nimetumwa na wito. Nashangaa labda pengine hamjazoea, labda pengine hayo yenye nazungumzia hamjakumbana nayo. Hao watu wanavuruga kijiji hiki, na katika hizi siku 7 mimi nitakuwa hapa, nitaenda kujionea. Ndo wale watapeli, kwani nimesahau kijiji chetu waona kina shida ya gani? Kielewi mimi, ndo hata sijui kabisa. Mtaibiwa ama yatafuta pesa mwenzangu. Twende zetu sisi. Pasta mapasta wa matapeli wa mapesa ndo wameingia vijijini waje kula. Oh my God. Habari yako? Nzuri sana. Mbona nakuona kama wewe ni mgeni hapa? Sijai kuona hii mitaa. Ni kama umetumwa.
nikikuangalia hivi, wewe si mtu wa kawaida na plani zako zimeshindwa kwa jina la Yesu. Hizo plani zenye umepanga katika hii kijiji zimeshindwa kwa jina la Yesu. Hautofanikiwa. Ndugu yangu Homeboy, nimekuita hapa nijue unaendeleaje, kwa sababu ni muda mrefu sana tangu ile siku utoroke bila sababu pale kwako. Yaani sijaelewa ni nini kinaendelea, lakini natumai uko sawa kwa sasa. Wewe hapo kwa kuwa sawa si kweli. Maana ninayopitia kwa sahihi hata afadhali ya mwanzo. Haya mambo yako yataisha lini? Kwa sababu niliwahi kuambia kama mara 3 hivi uende kwa shehe ama uende kwa pasta. Moyo wako umekuwa mgumu sana. Kusema kweli, usilolijua ni kama usiku wa giza. Moyo wangu si mgumu, ila kila nitakapotaka kwenda kwa pasta ama shehe, huyo msichana anatokea mbele na ananizuilia kabisa. Ile njia nilikuwa naendea inabidi nageuza. Sasa wewe ungefanyaje? Kwa maana hata hivi sasa nikipata uwezo wa kwenda kwa mchungaji mimi naenda, ila nikitoa mguu wangu hapa hata sifiki kule, atakuwa mbele yangu. Na la ajabu kabisa, sasa wako wawili. Mwanzoni alikuwa mmoja, sasa ni wawili. Haya, niambia hapo utasaidiaje? Mimi naona wataongezeka wakuwe kama 10. Kwa sababu kama umesema umeongezeka mmoja na umekuwa wawili, basi imekuwa ni tatizo kubwa. Ukumbuke, na nakukumbusha tena, mimi ni rafiki yako. Nitajaribu nione pasta acha kuombea. Sijui kama uko sawa na hilo. Ile bro, mimi nitashukuru sana. Kwanza ukimleta huyo mchungaji mahali kwangu, mimi nitashukuru, maana mimi kutoka huku kwangu kwenda kwa pasta ni mtihani, ni kibarua yenyewe haswa. Sasa Homeboy, naam, mimi sasa ile jukumu nalichukua mimi. Sasa nitamtafuta yule mchungaji. Nikishampata leo, aidha tuende huko ama nimlete huko. Manake sasa ukiondokewa na hayo maneno, nafikiri tutarudi katika ile hali yetu ya kawaida. Si sawa? Mimi naonelea vizuri mlete kwangu na nitashukuru sana kwa huo msaada. Ni sawa. Kila atakavyosema. Unajua sasa mimi sina uwezo. Akisema labda na huduma mahali anataka kufanya 1 2 3, mimi nitakuja nikuite. Lakini kama atakuwa kwa free, nitamleta kwako bro. Nitashukuru sana bro. Na kuombea kwa Mungu. Sawa bro. Hapo utakuwa umenisaidia, maana ninayopitia ungelijua hata ungeondoka mbio sana. Upige kubali kunisaidia. Mbona nikusubiri muda hivyo? Lakini nilikuwa nimetumwa na mama. Yaani nikusubiria sana na mimi nilikuwa nimetumwa na mama, sikuwa kuja haraka hivyo mpaka ningefanya kazi yake nimalize. Habari. Safi. Ndio kidogo. Kuna dharura ilitokea, kwani hujaiona?
Nimekuwa busy hata sijaangalia anga. Kuna nini? Kuna pasta anatokea kwenye kijiji, ataharibu mipango yetu. Nilishakutana naye. Hata utafanya nini? Tumua. Wazo zuri. Lakini sawa basi. Ama tukaulize wazazi. Watatuona kama hatuna akili, tungemalizana naye, alafu ndio tutaenda tukaambie. Nimeona Ajiwa akiongea na homeboy na amemwahidi kuwa atamsaidia. Hapa tofauti tuanze na Ajiwa. Tumpate tumuulize alikuwa anaongea naye nini. Maana pia yule atatuharibia mipango yetu. Hapo umeongea dada. Tufanye haraka. Super. Niambie. Naona leo kuna kuna sister. Nataka kuongezea juu tena kwa juu. Niambie sasa. Mimi niko fiti. Vipi waweza kupotea? Mimi mtoto mbona niko fiti? Yaani ile siku ulitoweka hivi ukatoka hivi, yani ulinipa mawazo, lakini leo fiti mbona? Inaonekana leo mambo itachipa. Mimi niko sawa bana. Yaani naona kwamba yani malaika ameshushwa yani kama kamba fulani niweko hivi alafu akapu. Sasa leo naona mambo itakuwa Asia. Siko vipi? Niko fiti. Na unajua sister yangu. Kweli? Ni mchuti tena kama wewe. Yaani sijui mpaka nimechanganyikiwa vipi kwa huyu kwa yule. Hiyo ni tamaa sasa. Wewe ndiye Ajiwa? Mimi ndio mwenyewe bana. Kwenye mtaa wote wananijua kama King Ajiwa. Si rahisi mtoto mrembo kama huyu kuja kuonana na mimi. Unajua mimi ndiye king. Najua, nimeshapata habari zako. Alinielezea kuhusu wewe. Nai. Uko sawa. Alafu nikuulize, ameshanielezea kuhusu rafiki yako anaitwa Hembu. Ulijua na nini na yeye?
Homeboy ni msaliwa wa huku. Mimi na yeye ni kama ndugu. Akiondoa mguu mimi naeka hapo. Yaani yule ni rafiki wangu watoka ntoke. Sijui kwa nini unamuulizia ama Hamna, kutaka kujua tu, sisi tumekuwa marafiki. Sio ni shemeji naona. Sawa mtoto. Sasa vipi utakuja kule nyumbani? Nikupate wapi vipi mbona? Msema mnaongea mambo mengi na Homeboy. Kutoka kujambo je? Mimi sina neno. Naelekea wapi mwaka? Nilikuwa naelekea zangu huku. Kwani tenda shule lini? Nitaenda next week. Nawe unajua tena mpaka nizunguke nitapita kuombea kwanza nipange. Haina mapema, nitaenda next week. Vipi le shemeji iko salama vipi? Wewe nawe ajambo uko fiti? Niko nafikiri angutia mimba. Nawe sasa Mashoga zangu. Naona mung'ara kweli, yani nyuso zinara. Mmekula nini wenzangu mpaka nyuso zing'ara? Kwani mpaka tule ndo uso kainara? Mpaka huo umekula kitu ndio maana naona mmenawiri kweli yani. Kawaida tu. Nasikia juzi mlimfukuza kifimbo kweli kweli. Mlimchamba mkamchamba mwanaume watu maskini. Unajua na jinsi anavyopenda umbea. Yaani tulimpa jinsi sana kama arudi tena. Nakwambia alikoma. Sisi na kuchava tu, tubatishe. Vile tu siko lakini kwepo, angejua. Mashoga zangu, mambo yenu moto moto, Haya, kwaherini, mimi naenda zangu hivi. Haya, safari njema. Mashoga zanguni. Haya. Naye yapenda umbea kama kisimbo. Hata kuna muda mwingine wasimpendi na mchekea tu. Na yeye pia anafaa kuchambwa yule. Afai kuchekea. Yule takuja tumkomeshe tu siku moja. Muache siku yake ni moja tu. Ila yifanye pesa vinombea. Sasa mimi naenda huko dukani, tutaonana baadaye. Sawa. Haya.
Saida, toto huyo. Mambo toto nakujua kama mke wao Haya, niambie sasa. Wewe uko na mchezo siku nyingine? Mchezo tena, lakini naona nani amekukera? Hauko sawa Saida, hauko sawa kabisa. Yani si wewe yule ambaye nimemzoea siku zote. Mimi niko sawa, nimetoka tu zangu nyumbani, nimetoka kumwangalia home lakini simuona. Nakuelewa tu wewe, yaani pale kwa homeboy umeingia ukapalishwa vazi likafunikwa kabisa, hakuna atakaye kuona lakini hayo yote imagine, uko na haki. Unaona homeboy, mimi saa hii tu nimekutana naye, nimeponga naye ni 5 kiasi, tunaelewa mimi na yeye. Kuna vitu viwili sasa nataka nimsaidie mimi. So mimi vile nimetoka hivi, ukirudi pale nyumbani kwake sasa utamkuta, maanake nimeachana naye pale, ameondoka. Kweli? Ndio. Basi tena tunge baadaye. Sawa. Baba, ninakushukuru kwa neema yako, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ulisema Bwana, tunaposhindwa tukuite. Ulisema mahali tutakapofika mwisho tukuite Yesu. Angalia Bwana, katika kijiji hiki kunao mambo ambayo yanaendelea, kunao majina ambayo umetawala mahali hapa. Ninakataa kwa jina lako Yesu, hakuna silaha itakayoinuka itafanyika kuwa kichwa katika familia yetu. Hakuna silaha itakayoinuka katika kijiji hiki itafanikiwa. Shakarabasuka, wewe ni Mungu mkuu na hakuna kama wewe. Asante Yesu. Ulisema tunaposhindwa tukuite Bwana. Ulisema tutakapofika mwisho wewe utaanzia hapo. Baba, ninakushukuru kwa neema yako, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ulisema Bwana, tunaposhindwa tukuite. Ulisema mahali tutakapofika mwisho tukuite Yesu. Angalia Bwana, katika kijiji hiki kunao mambo ambayo yanaendelea, kunao majina ambayo umetawala mahali hapa.